صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye kwamba ametuafikia na kutujalia kuja kutekeleza kati ya amri zake, Mola ambaye kwamba anayetuneemesha neema za batin na neema za dhahir, Mola ambaye kwamba anayesarifu mambo ya kiulimwengu namna anapotaka bila kuulizwa, Mola ambaye kwamba aliyetuneemesha neema kubwa, neema ya Uislamu. Ni lazima kwa kila mwanadamu arudishe shukrani za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa uchache kusema alhamdulillah, kwa wingi wa kurudisha shukrani za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuzidi kutekeleza maamrisho yake na kuwa chini ya taa yake na kufata yale ambayo kwamba anayoyaridhia jalla jalaluhu. Ikiwa leo tuko katika Ijumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Shawwal, Ijumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Shawwal, alhamdulillah. Na Ijumaa hii insha Allah mada yetu ambayo kwamba tutaizungumzia ni marahilul khalqil insani, asili yetu. Asili yetu, nikisema asili yetu simaanishi ulikozaliwa. Labda hizo kaulizwa wewe asili yako ni gani, kasema mimi asili yangu ni Mwarabu, mwingine akwambia asili yake ni Mdigo, mwingine akwambia asili yake ni wawapi. Yani kila moja ataeleza asili yake kulingana na maana ya dhawahir, maana ya juu ambayo si maana ya sawa. Na hizo asili ambazo kwamba ndo tunadhania ndo asili zetu, Mola Subhanahu wa Ta'ala hajazitaja kuwa ni asili. Mola amezitaja kuwa ni shuuban. Mola amezijalia kuwa wewe kuwa ni mtu wa hapa, nilitaarafu. Mimi kwetu natokea Kenya, mimi kwetu natokea Tanzania, mimi kwetu natokea Uganda. Zile ni shuuban na waqabaila litaarafu, si asili yetu. Kunayo asili yetu sote binadamu, ambayo asili hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia ndani ya Qur'ani sura mbalimbali. Na katika vitu Mola Subhanahu wa Ta'ala alivieleza kwa upana ni suala la kurithiana. Ukisoma suratul Nisa, Mola anaeleza namna ya kurithi mali. Bimaana yatakana tuende kwa mfumo namna Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyotueleza ndani ya Qur'an. Na ilipokuja suala Mola Subhanahu wa Ta'ala kutueleza asili yetu, pia hizi aya Allah Subhanahu wa Ta'ala akazifafanua na akazipambanua asili ya mwanadamu. Na viumbe vyote ambavyo kwamba Jalla Jalalu ameviumba hapa duniani, viumbe vyote yeye ni muumbaji na ni mzuri wa kuumba, lakini katika viumbe alivyoviumba akajisifu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwanadamu, kutokamana na ile asili yake ambayo kwamba amemuumba nayo. Ikiwa leo asili hii tutazungumzia hadithi ya bwana mmoja Abdullah ibn Mas'ud, ambaye ni ibrul umma, ni mufassir al-Quran, katika masahaba waliopata dua ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, siku moja walikuwa wamekaa na masahaba wenzake wanasikiza mafundisho ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na ilikuwa ni ada kwa Mtume kukaa na masahaba zake na kuwaeleza mambo mbalimbali. Miongoni mwa mambo alikuwa akielezwa, Mtume akiwaambia, yoyote atakayeishi katika nyinyi katika masahaba zangu, basi ataona ikhtilafu nyingi sana, atapata watu wakikhtalifiana sana. Na ndo zama hizi, huyu yuwasema hili, mwingine asema hili, mwingine yuwasema hili.
Haya ni mafunzo Mtume alieleza maswahaba, lakini akawaambia katika nyinyi atakayepata zama hizo za kuhitalifiana na watu kushindana, akawaambia alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin, shikamaneni, jilazimishieni katika sunna zangu mimi Muhammad na sunna za makhulafa ar-rashidin. Bimaana mambo mengi Mtume alikuwa akieleza maswahaba. Miongoni mwa mambo alikuwa akieleza ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud anasema hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alituhadithia Mtume rehma na amani zimshukie yeye, wa huwa as-sadiqul masduq, na yeye Mtume ni mkweli anayesadikishwa. Wama yantiqu anil hawa, Mtume alikuwa hazungumzi kwa matakwa ya nafsi yake, kwa hisia zake, kwa feelings zake. Kila anachokisema ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud anasema anayetuhadithia huwa sadiq, kwanza ni mazungumzo yanayotoka kwa mkweli. Wajua mara nyingi sisi tuna vikao, si kila anayezungumzia katika kikao kile ni mkweli. Wangapi tuna vikao vya urongo, wangapi tuna vikao vya kusingiziana, wangapi tuna vikao vya kuharibiana heshima. Lakini kikao cha Mtume Muhammad kukana huyo Abdullah bin Mas'ud pamoja na masahaba wengine, ni kikao anayeongoza ni Mtume Muhammad as-sadiqul amin. Bimaana yanayokuja tusiwe na shaka nayo, kwa sababu anayozungumza ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Abdullah bin Mas'ud anasema, Mtume anasema, inna ahadakum, hakika moja wenu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hakika moja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mamake ikiwa ni tone la manii, bimaana sperms, kwa siku 40. Mola subhanahu wa ta'ala maneno haya akatuliza suala mimi na wewe katika suratu Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa, atizame mwanadamu, angalie mwanadamu, si kuangalia tuna macho, atafakari mwanadamu, mimma khuliq, ni kitu gani hicho ameumbwa nacho, ni kutokamana na kitu gani ametengenezwa yeye mwanadamu. Mola akakujibia hili suala kwa kukusaidia, khuliqa min ma'in dafiq, mwanadamu ameumbwa kutokamana na maji yanayotoka kwa spidi na kasi kali sana. Khuliqa min ma'in dafiq, ambayo maji yenyewe yakhruju min baini sulbi wa taraib, yanatoka kati ya uti wa mgongo na mitulinga ya mwanamke. Mtume anasema inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Hii ndio marhala yako ya kwanza. Wewe labda una kiburi, wewe labda una dharau, wewe labda unajiona, wewe kwa hali yoyote utakayokuwa nayo, hali yako ya kwanza, step yako ya kwanza ni nutfa, tone la manii ambalo kwamba linakaa siku 40 katika kizazi cha mwanamke, bado ni tone la manii na wala halijabadilika. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akasema thumma yakunu alaqa mithla dhalik, baada ya kupita muda 40 lile tone la manii linakubadilika kuwa ni damu, kipande cha damu. Mithli dhalika pia inachukua siku 40. Thumma yakunu mudgha mithla dhalik, kisha baada ya siku 40 kinakuwa kipande cha nyama kwa muda wa siku 40. Kwa hivyo 40 ukizichanganya ndo pale itakuwa ni kinyama kisokuwa na maana. Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma suratul Mu'minun anaeleza hii hali, kwa sababu mtume ndio mfasiri wa Qur'an.
anasema walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokamana na udongo. Sulala ni udongo ambayo kwamba umechanganywa na maji alafu ukawekwa ukakauka. Udongo umechanganywa na maji, sulala min tin. Baada kutoka katika udongo, Allah anasema thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tukatoka step ya kwanza ya udongo tukaingia katika step ya pili ya maji ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anayaweka katika rahim kizazi cha mwanamke, hata akapenduka mwanamke kama yule, fi qararin makin. Hiyo sehemu Mola ameihifadhi, hayawezi kutoka maji kama yale. Ndio Allah anakuuliza swala, alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarnahu fa ni'mal qadirun. Jamani, nyinyi wanadamu, sikuwaumbeni kutokamana na maji ambayo kwamba matwevu. Mahin ni kitu ambacho kwamba cha kudharaulika. Sidhani kama uwezo ukayatoa ukaeka kwenye mkono wako kumaliza dakika 5, bali labda ukimaliza unaenda kuoga haswa. Sasa Allah anakuambia alam nakhluqukum min ma'in mahin, wewe kuwa kama wewe hivyo walivyo umetokamana na min ma'in mahin, maji ambayo kwamba faj'alnahu fi qararin makin, tukayajalia sehemu ambayo kwamba iliyotulia, iliyokuwa makini, hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kuikoroga sehemu kama ile. Kisha Allah anajisifu faqadarnahu fa ni'mal qadirun, tukajalia ule muda ambao kwamba tuliotaka sisi Allah, fa ni'mal qadirun. Ni neema iliyoje, ni sifa zilioje kwa wale waliokadiria ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mwanzo nikasema viumbe vyote vimeumbwa na Allah, lakini hakuna kiumbe Mola alichokiumba alafu mwisho akajisifu kama mwanadamu. Aya zote ambazo Mola ametaja namna ya kuumba mwanadamu, utapata mwisho wa aya anajigamba na anajisifu jalla jalalu. Hapa hii aya tunasema fa ni'mal qadirun. Kwa hivyo marhala yako ya kwanza ndugu yangu ni manii. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia maswahaba, baada mwanadamu kuumbwa kutokamana na manii, akaingia katika pande la damu, akaingia katika pande la nyama. Hili pande la nyama Mola Subhanahu wa Ta'ala analifanyia nini? Anasema fa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama. Unatoka katika pande la nyama unaingia step nyingine, fa khalaqna mudghata 'idhama, liliokuwa pande la nyama linajaliwa kuwa na mifupa. Sasa fakasawna al-'idhama lahma, kisha baada ya kutengenezwa mifupa, ile mifupa inavishwa nyama. Mwisho Allah anasemaje? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atukuke atakasike ambaye kwamba ahsanul khaliqin, mzuri zaidi wa kuumba. Kwa nini Allah atumie mzuri zaidi wa kuumba? Alijua kuna wanadamu watakuja watajifanya ni wajanja, watatengeneza mwanadamu kama huyu. Na tutashuhudia ulimwengu, ingia kwenye internet, kuna ni robot ambaye kwamba kama binadamu ajabu, wazungumza na yeye, anakufanyia kila shughuli. Lakini tizama roboti yule, nomchukue mwanadamu ambaye kwamba ameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, haviwezi kulingana wala kufanana. Robot, kuna moja niliwahi kumsoma akiitwa Sofia. Huyo ufanywa interview haswa, huyo anaelewa kama mwanadamu. Kisachi kwenye mitandao utampata. Huyu ametengenezwa na binadamu, lakini hawezi kuwa kama huyu ambaye kwamba ametengenezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mola anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hii ndio asili yetu sote. Tukubaliane asili yetu sote. Ulimwengu mzima ni mani? Pili, pande la damu. Tatu, pande la nyama.
ambalo Mola Subhanahu wa Ta'ala akalitengezea mifupa alafu akalivisha nyama, leo ukawa wewe hivyo ulivyo. Allah akatuliza suala katika sura Infitar, anasema ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu. Ajabu, katika kuumba Mola hakutumia enyi waumini. Wewe pinge, aliyekuumba wewe ni Allah. Muumbaji wa ulimwengu mzima ni nani? Zilipokuja aya za asili yetu sisi binadamu, Allah alikuwa akitumia neno la binadamu, hakutumia neno la waumini wala hakutumia neno la Waislamu. La, wewe kabla hujakuwa Muislamu ni binadamu, wewe kabla hujakuwa muumini ni binadamu. Sasa binadamu yoyote ananadiwa na Allah katika hii aya, ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, ni kipi kilichokughuri wewe na Mola wako mkarimu? Kwa nini Allah ajiite mkarimu? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, ambaye kwamba khalaqaka, amekuumba wewe, fasawwaka, akakusawazisha wewe, fa'adalaka, akakufanya uadilifu. Bimaana huwezi kujitoa kasoro wewe. Kila mmoja hapa akisimama kwenye kioo anajiona yeye ndo mzuri. Kila mmoja hapa anaposimama akajipamba, amevaa, mmoja anakuambia nimependeza, alhamdulillah. Sasa Mola haya amekutengenezea mwanzo, khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, tena fi ayi suratin ma shaa rakabak. Hiyo sura ulionayo si wewe ulimwambia Mungu nataka sura hii, si wewe ulimwambia Mungu pua yangu iweke hivi, si wewe ulimwambia Mungu nataka kutembea hivi. La, ni yeye mwenyewe jalla jalalu alisema mwanadamu nataka nimtengeneze katika sampuli hii ambayo kwamba binadamu wote wataridhia kwa maumbile ambayo kwamba wanayo. Sote alhamdulillah, laqad khalaqna al-insana fi ahsan tahwim. Hii ndio asili yetu. Tukishaelewa asili yetu, bimaana hapa mafunzo tupata nini? Hakuna mbora kuliko mwingine. Maana mtume kueleza maswahaba asili yetu, hakuna mbora. Sisi twajifanya kuwa wabora. Nataka tuelewane Kiswahili. Hakuna mbora, sisi twajifanya kuwa wabora kuliko wenzetu. Lakini ukishakaa chini ukazingatia wewe ni nani, wallahi maisha yako hutowahi kumdharau mwenzako. Wewe maisha yako hutowahi kuacha kumsabihi Mola, kwa sababu mmoja katika maneno yake anasema man arafa nafsahu arafa rabba, anayetambua nafsi yake tayari atakuwa amemtambua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuitambua vipi nafsi yake? Bimaana anayetambua asili yake, yeye ametoka wapi. Wewe asili yako ni nini? Huwezi kuwa duniani kwa kujifakhiri na kiburi na kujigamba na kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume baada ya kueleza marahil asili yetu akasema fa wallahi alladhi la ilaha illa ghayruhu. Mtume anasema na hapa kwa yule ambaye kwamba hakuna Mungu isipokuwa yeye, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhara' fayasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Mtume akasema hakika moja wenu atafanya amali za watu wa peponi, masha Allah, 5 salawat, anatoa sadaqa, ana muamala mzuri, ana maneno mazuri, yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema mtu huyu itakuwa hajabatisha kuingia peponi isipokuwa dhiraa. Lakini kukaribia kuingia peponi, fayamalu bi'amali ahli an-nar,
mtu huyu aje afanye amali ya watu wa motoni, fayadkhuluha, apate kuingia katika huo moto. Na hii iko hivyo, utapata mtu mashallah mwema mzuri wa ibada, ana ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwisho wake aje afanye mambo ambayo kwamba Mola asiyoyaridhia, mwisho aingie katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, na moja wenu atafanya amali za watu wa motoni, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhara, mpaka iwe kati yake yeye na ule moto imebakia dhira moja apate kuingia motoni. Fayamalu bi'amali ahli aljanna, mtu huyu apate kufanya kazi za watu wa peponi, fayadkhuluha, apate kuingia katika ile pepo. Na binadamu tuko hivyo. Leo ni watu wangapi ambao kwamba labda wamdharau, labda unamuona ni asi, labda unamuona hafai, lakini mtu yule mwisho wake yaweza akafanya amali ambayo kwamba anaridhia Allah subhanahu wa ta'ala na akaingia katika pepo. Ndio hapa mtume akatupa mafunzo. Hapa ndo twatoka kutofautiana sisi binadamu na daraja zetu. Ikiwa tumesema hakuna mbora, sasa mbora anapatikana hapa katika upande wa ibada. Ikiwa tumesema hakuna kufakhiriana baina yetu kwa sababu asili yetu ni moja, basi tutambue kuwa mbora anakuja upande wa ibada. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mcha Mungu. Na hapa inakuja katika suala la kufanya ibada binadamu ulimwengu mzima. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, sahaba wa mtume, ambaye sahaba huyu daraja yake kufika hapo ilipofika ni kwa ajili ya ibada, pamoja kwa alikuwa akidharauliwa na Waarabu wa Maka kwa weusi wake, kwa utumwa wake, lakini alipokuwa anafanya ibada akawa mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mbora katika vikao vya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sisi tukitaka kufaulu ni katika ibada, kulingana na maneno ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wewe ukitaka uwe mbora kuliko mwenzako, fanya ibada. Hapo Mola hatotizama asili yako, Mola hatotizama wewe uko vipi, bali Mola atatizama huyu amekuwa karibu kwangu mimi kiasi gani. Katika hadithul qudsi Mola subhanahu wa ta'ala anasema, kadhabani ya ibni adama wa shatamani ibni adama, amenisingizia urongo mwanadamu. Sisi tuna urongo, tumemsingizia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha washatamani ibni adama, na kuna matusi ambayo kwamba tumemtukana nayo Mola subhanahu wa ta'ala. Kisha akaeleza, amma kadhbuhu iyaya, ule urongo ambayo kwamba Mola anaosema binadamu amemsingizia ni ule ambayo kwamba fala yuidani kama badani. Huyu Allah huyu hawezi mimi kunirudisha, hawezi Allah mimi kunirudisha. Na kuna watu wako hivyo, mimi nikishakufa nikishaoza nishamalizika, kurudi kama hivi ndivyo haiwezekani. Huu ni urongo. Kuna kisa huwa napenda kutolea watu, yule bwana aliyekuja na mfupo uliooza akamletea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, akamwambia mfupa huu wa nani? Na wewe Muhammad unatuambia Mola wako ataturudisha kama tulivyokuwa. Haya, naambia mfupa huu utarudishwa namna gani Muhammad? Allah akamjibu kupitia maneno yake, qul yuhiha alladhi anshaaha awwala marra. Mtume mwambie huyo bwana ataurudisha huo mfupa yule ambaye kwamba aliyeuanzisha mara ya kwanza. Na katika kurudi sisi binadamu, kuna amali atakana tumpelekee Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndio maana ya kuelezwa sisi asili yetu, uwe ujue asili yako ni ya wapi na huko nakokwenda wapeleka nini. Ndio hii hadithi imekuja, Mtume aeleza mambo mawili, akakueleza wewe ni nani, alafu akakueleza tofauti yako na daraja yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amali peke yake. Sasa urongo huu Mola anausema, mwanadamu amenisingizia urongo, yeye anafikiria siwezi kumrudisha. Utarudishwa na Allah. Mola atakurudisha hivyo ulivyo. Kisha asema wa amma shatmuhu iyaya, ama binadamu kunitukana mimi Allah, ittakhadha Allahu walada, kuwa Mola na mwana. Wengi wakidhania sisi tuko katika sura za binadamu. Kuna mtu anakuambia Mungu ametumba katika picha yake. Kila wahasha, Mola hawezi kutufanana. Mola hatufanani sisi, na hakuna aliyewahi kumwona Allah, na hakuna anemjua Allah, bali yeye anajijua yeye mwenyewe. Lakini sisi ametuumba ni miongoni mwa viumbe vyake ambavyo kwamba viko duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba kwake ajabu, Mungu anaweza kuumba kwa sababu na bila sababu. Sisi tumewekewa sababu. Uwezo ukajiuliza kwa nini Mungu atokee sababu? Kwa nini Allah atokee sababu? Kwa sababu binadamu ni kiumbe kishindani. Sisi ni washindani, Sheikh. Ukiambiwa hivi wataka ufanye hivi, ukiambiwa hivi wataka ufanye kwa kichwa chako hivi. Ndio binadamu. Na Allah akamweleza ndani ya Qur'an, akthara shay'i jadala, hapenda mjadala. Na miongoni mwa mjadala anaopenda, anapenda kuuliza kwa nini. Kwa nini? Mbona imekuwa hivi? Kwa nini hivi? Haiwezekani bana. Mbona hivi? Ndio binadamu asili yake. Allah subhanahu wa ta'ala alipoona mwanadamu ni kwa nini, akamwekea sababu ya asili yake. Lakini baadhi ya mufassirina ambayo kwamba wenye kufasiri aya za maumbile ya binadamu, hata wengine hukwambia ile asili ya mwanadamu labda hata sio. Labda wewe kuwa wewe asili yako tumesema ni nutfa mani, yaweza kuwa labda ni sio, ni Mungu ameweka tu sababu ili usiulize kwa nini. Kwa sababu gani nimesema hivi? Alipoumbwa Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam, ameumbwa bila mama wala baba, akatokamana na mchanga. Utapata mtu alikuwaje? Kwa nini? Mungu akamwekea sababu ya kuwa ametokamana na mchanga. Lakini alikuwa Mola anaweza kusema kuna Adam afaka, kuwa Adam na Adam akawa Adam. Lakini Mola akaweka sababu. Ukija kwa nana Maryam kumzaa Nabii Allah Isa, tumezoea mume na mke paka wakutane ndio kupatikane binadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamleta Nabii Allah Isa bila baba, na binadamu akaja. Kwa nini? Bimaana paka kuwe na kiumbe cha kiume ndio kupatikane mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala alipoona binadamu ni akthara shay'in jadala, haswa katika mambo yake ya kudura zake, akatwekea suala la mume na mke. Mwanadamu atapunguza pressure ya kuuliza kwa nini. Haya, niambie mimi na mtoto, so automatically utajua huyu ana mke. Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu yeye alimuumba, akamjua yeye ni nani, na yeye akataka kumfahamisha mwanadamu huyu ajitambue yeye ni nani. Ndio pale ibada utakaponandiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sote atakana tuseme sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Taa za Mola zikija tii, amri ya Allah atakana ikija usikize, usiwe mpinzani, kwa sababu wewe si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe ashakwambia nimekuumba na maji ambayo kwamba matoevu. Ndugu zangu ni Waislamu, tuelewe asili yetu. Tukielewa asili yetu tutamtambua Mola wetu. Tutakapomtambua Mola wetu, wallahi tutafanya ibada kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tutakapojifanya hatuelewi sisi, umeletwa duniani, labda umeruzukiwa cheo,
labda umekunjuliwa kimaisha, labda nasaba yako ni ali, ukaanza kuleta dharau, Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia inna rabbaka labil mirsad. Mtizame Qarun ambaye Mola anamueleza alikuwa na mafatihu khazain almafatih, fungo zake za ofisi zikibebwa na usba, kikundi cha wanaume wenye nguvu kweli kweli, lakini mwisho akamalizika wapi? Alijisahau Qaruna yeye ni nani. Njoo kwa Firaunu al-lain ambaye Musa alimdalia, tena Mola anamwambia idhhab ila firauna innahu tagha. Enda kwa Firauna, amepita mipaka. Pamoja kwa amepita mipaka, mimi bado nampenda. Zungumza naye maneno yalolaini, maneno yalotamu, lakini mtizame Firauni kwa kujisahau, hakujitambua yeye ni nani. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, akawakusanya watu wa Misri na akawaambia mimi ndo Mola wenu wa juu. Firauni, Mola ashakueleza asili yako, umejipandisha daraja, unajipeleka katika wewe ndo Mola wa juu. Mtizame Allah alivyomfanya, kisha akasema inna hadhihi la ibrat liman yakhsha. Nitakuacha uwe ni ibra na ni mazingatio kwa yule anayeniogopa mimi Allah. Kwa hivyo ndugu yangu, dharau eka kando, wewe si chochote mbele ya Allah. Sisi sote si lolote mbele ya Allah. Sisi sote huwa moja, tumetokamana kitu kimoja, kitakachotutofautisha ni ibada. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Yaliyobaki ni dunia, yaliyobaki ni dunia, na dunia ni ile Mtume amesema ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa. Kazi yako fanya ibada, we karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mola atujalie katika watu wenye kujitambua, wenye kujifahamu, wanaotambua fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atupe taufiki katika ibada, na ajalie ikifika siku ya kuondoka hapa duniani tumhitimishe kwa amali njema, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.